Karibu sana mwanafamilia. Leo nataka nikupe takwimu zote za mchezaji Pacome Zouzoua toka awali mpaka sasa. Klabu ya Young Africans imeendelea kujijenga kama moja ya timu zenye mfumo imara zaidi Afrika Mashariki na Kati. Mafanikio haya hayaji tu kwa bahati mbaya, yanatokana na uwekezaji sahihi wa wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Miongoni mwa wachezaji hao, jina la Pacome Zouzoua limeendelea kung'ara zaidi katika viunga vya Jangwani. Pacome Zouzoua ni zao la soka la Afrika Magharibi, eneo linalojulikana kwa kuzalisha viwango vya wachezaji wenye ubunifu wa hali ya juu, wenye akili ya michezo na wenye uwezo mkubwa kiufundi. Tangu akiwa mdogo, Pacome Zouzoua alionyesha dalili za kuwa mchezaji tofauti, si kwa nguvu tu, bali hata kwa akili, mpangilio pamoja na matumizi yake sahihi kwa haraka zaidi. Alipowasili Yanga, wengi walikuwa na maswali. Je, ataweza kuhimili pressure ya soka la Tanzania? Je, ataendana na matarajio ya mashabiki wakubwa wa Yanga? Maswali haya kuchukua muda mrefu kujibiwa, kwani Pacome Zouzoua alianza kuonesha thamani yake ndani ya uwanja mapema kabisa. Pacome Zouzoua ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kucheza kama namba 8 au namba 10, lakini pia anaweza kushuka na kusaidia safu ya ulinzi. Mchezaji huyu nguvu yake kubwa ipo kwenye kuunganisha safu ya kiungo na ushambuliaji, na sio mchezaji anayetegemea sifa binafsi. Lakini Pacome Zouzoua ana sifa binafsi. Sifa hizo ni kama vile ni fundi kabisa wa kupiga pasi za mwisho, yani wanaita key passes. Pia mwamba huyu ana sifa nzuri katika udhibiti wa mpira kwenye maeneo ya msongamano. Sifa nyingine ni uwezo wa kusoma mchezo mapema, lakini pia nidhamu ya hali ya juu kiufundi. Kwa lugha ya mashabiki, wanasema kwamba Pacome Zouzoua ni playmaker. Mchango wake kwa mafanikio ya Yanga katika mechi nyingi muhimu, iwe ni ligi kuu NBC, kombe la shirikisho Afrika, yani kwa maana CAF Confederation Cup au dabi kali, Pacome amekuwa ni muhimili mkubwa wa mipango ya benchi la ufundi. Hata kama hafungi mabao mengi, lakini mchango wake unaonekana akiwa uwanjani. Sifa nyingine ni kama vile ana kasi ya mchezo, umiliki wa mpira, utulivu wa timu inapobanwa. Ni aina ya mchezaji ambaye akikosekana uwanjani, pengo lake huonekana mara kwa mara. Pacome na mustakabali wake katika kiwango chake cha mpira anachoendelea kukionyesha, si jambo la kushangaza kuona Pacome akivutia macho ya vilabu vingi barani Afrika au hata nje ya Afrika. Hata hivyo, kwa sasa Yanga inanufaika sana na ubora wake, na mashabiki wanaendelea kufurahia zaidi punde tu wanapomwona Pacome akiwa uwanjani. Hebu turudi nyuma kidogo. Kabla hajafika katika klabu ya Yanga, Pacome Zouzoua alicheza katika klabu ya ASEC Mimosas inayopatikana huko Ivory Coast katika msimu wa mwaka 2022-2023 kabla ya kuhamia Yanga Julai 2023. Katika msimu huo wa ligi 1 ya Ivory Coast alicheza mechi nyingi tu na kuweza kufunga jumla magoli 7. Alitoa mchango mkubwa kwa timu ya ASEC Mimosas na kushinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi, yani MVP. Kwa kipindi hicho akipata goli 7 na kutoa pasi za mabao 4. Na wakati akiwa ASEC Mimosas, Pacome Zouzoua katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation, Pacome Zouzoua alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji muhimu sana katika kikosi cha ASEC Mimosas. Aliwahi kucheza katika mashindano ya CAF akiwa na ASEC Mimosas kabla ya kuhamia Yanga. Kwa mfano, katika michuano ya CAF Confederation Cup pamoja na Champions League, alicheza jumla ya mechi nyingi na kuchangia kwa mabao na pasi za mabao. Kwa mujibu wa takwimu za baadhi ya vyanzo, alicheza katika mashindano ya CAF akiwa na ASEC Mimosas ambapo alifunga goli 1 tu katika CAF Champions League na magoli 3 katika CAF Confederation Cup kabla ya kujiunga na Yanga. Ustadi na utoaji wa tuzo kwa msimu aliyekuwa ASEC Mimosas, Pacome Zouzoua alikuwa ni mmoja wa wachezaji walioibuka vizuri katika ligi ya Ivory Coast, jambo lilomfanya kupewa tuzo mnamo mwaka 2022-2023. Na hizi ni takwimu za Pacome Zouzoua akiwa na klabu ya Yanga. Katika msimu wa mwaka 2024-2025, Pacome Zouzoua alicheza mechi 26. Na katika mechi hizo, Pacome Zouzoua alipata jumla ya mabao 12 pamoja na assist 10. Na dakika alizotumikia uwanjani ilikuwa ni dakika 1625.
lakini pia alipata kadi za manjano 3. Hakuwahi kupata kadi nyekundu. Katika msimu wa 2024-25, Pacome Zouzoua alikuwa mmoja wa washambuliaji walio juu kwenye orodha ya mabao ya Ligi Kuu Tanzania Bara NBC. Katika msimu wa mwaka 2023-24 wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Pacome alishiriki jumla mechi 23 na akashinda magoli 7 na kutoa assist 4. Msimu wa 2024-25, Pacome alishiriki jumla mechi 26 na kufunga magoli 12 akitoa assist 10. Na katika msimu huo pia, katika mashindano ya CAF, Pacome alifunga jumla magoli 8 na kutoa assist 3. Msimu huu wa mwaka 2025-26, Pacome amefunga magoli 4, ametoa assist 2. Tugeukie kwenye upande wa takwimu za Pacome toka alipofika Yanga. Katika msimu wa 2024-25 alipata tuzo ya mchezaji bora wa mwezi mara 7, lakini katika magoli ambayo amefunga katika mechi muhimu, Pacome Zouzoua alifunga goli muhimu dhidi ya klabu ya Simba kwa penalty katika mechi ya mwisho ya ligi msimu wa mwaka 2024-25 na kutoa assist pia, akisaidia Yanga kutoa taji. Na hizi ni baadhi tu ya timu ambazo Pacome Zouzoua alionyesha mchango mkubwa katika timu yake ya Yanga. Katika msimu wa ligi kuu uliopita alifunga mabao dhidi ya timu hizi. Alifunga bao katika ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Azam FC, lakini pia alifunga bao 1-0 dhidi ya Coastal Union. Alifunga bao dhidi ya Simba Sports Club katika mchezo wa ligi uliowapa Yanga ubingwa. Hakuishia hapo tu, alifunga bao katika ushindi wa 2-0, ushindi ambao Yanga walipata dhidi ya Fountain Gate FC. Kwa muhtasari tu, timu ambazo Pacome Zouzoua alizifunga ni pamoja na Azam FC, Simba Sports Club, Singida Black Stars, na kimataifa aliifunga Al Ahly ya Misri. I hope utakuwa umeenjoy sana kupata simulizi fupi ya mchezaji Pacome Zouzoua kutoka katika klabu ya Yanga. Mimi naitwa C2CM. Ni kuombe tu uweze kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu punde tu tunapoweka hapa. Lakini pia usisahau kunifollow pale Facebook kwa jina la Uncle C Mr. Director. Kwa maoni na ushauri, comment kupitia hapa YouTube. Bye bye.